Kuna hadithi ya mjeshi mmoja mstaafu ambaye alikuwa ni mkorofi sana. Leo anampiga shaba mtoto baada tu ya kwenda kuchuma embe katika mti wake. Ulikuwa ni msala mkubwa sana. Mzee ili akwepe hii kesi akaamua kuichukua hii silaha na kwenda kuitupa ndani ya mto. Moja kwa moja akatambua msala huenda ukawa umeisha, lakini siku moja silaha ambayo mjeshi alikuwa akaitupa ikaingia kwenye mikono ya mwanadada ambaye alikuwa ni mfanya usafi ndani ya familia moja ya kishua. Leo anafika mwanaharusi mmoja ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mati. Bishosti anaelezwa karibu sana ndani ya hii familia. Aravindi ambaye ndio alikuwa ni mume wa huyu mwanadada anaelezwa na baba, mchukulie sana uangalifu huyu bimdada. Urembo alionao usije ukapotea. Bimdada akawa anacheka tu, lakini Sampath ambaye alikuwa ni mfanyakazi wa hapa anamweleza mwanadada, usicheke sana, kwani kicheko chako huenda kikakuletea majanga baadaye. Anatumwa na mama, nenda akamchukulia bimdada maziwa jikoni, anamletea mwanashosti. Mrembo wa watu anakunywa maziwa taratibu kabisa, kisha anaelezwa na mama mkwe ya kwamba nenda chumbani kapumzike. Aravindi kutokana na shughuli zote za mchana zilizofanyika kwa sasa huenda akawa amechoka, hivyo atakufuata baadaye. Chumba kilikuwa kimepambwa maua kila kona, lakini pia kitanda chenyewe kilikuwa kinapendeza. Bimdada akaona hebu ngoja kwanza nijilaze niweze kumsubiri mwana baba. Bishosti bwana akapitiwa na usingizi, taa zikazimwa, tukaona mchizi kapanda kitandani akaanza kupiga mavituzi huku mwanadada akiwa jitambui, yani maziwa tu glasi moja. Mwanadada akapiga usingizi hoi chakali. Asubuhi na mapema mwanadada anaamka na shangaa, nyonga yote ilikuwa na muuma. Pembeni yake alikuwepo mumewe. Kwa huu chovu ambao alikuwa anausikia moja kwa moja alitambua tayari kofia yake ilikuwa imevuliwa. Mama mkwe anamgongea mlango. Bimdada akaamua kujikongoja na kuelekea chooni. Dada anapiga maji huku akiwa anasikilizia maumivu ya hatari. Mama baada ya kuingia humu ndani anamkuta kijana wake akiwa kalala chakali. Bimdada anaelekea jikoni, anamkuta mama mkwe akiwa anaandaa masotojo, lakini anamweleza mama, hebu ngoja nikusaidie, si unajua tena mimi nilishaingia hapa ndani. Dada akiwa hapa, huyu jamaa ambaye alikuwa ni mfanyakazi alikuwa anamwangalia kwa jicho la matamanio sana. Sijajua bado huyu jamaa alikuwa na malengo gani, lakini yeye jicho lake lilikuwa kwenye tumbo pamoja na kiuno cha mwanadada. Mati alikuwa anampenda sana baba yake, hivyo stori zikawa ni nyingi sana kwenye simu. Huyu bimdada bwana alikuwa ni msomi, lakini baba mtu aliamua tu kuchukua maamuzi ya kumwozesha baada tu ya kuona mwanadada inabidi kwanza aolewe ndio atafute kazi. Sasa leo baba, kipindi ambacho alikuwa anaongea na mwanaye, binti anasema ya kwamba hata kama nimeolewa nitajitahidi sana niweze kutafuta kazi, lakini ukweli wa mambo ni kwamba mzee huyu alielezwa na mama mkwe wa hii nyumba ya kwamba endapo mwanamke akiolewa kwenye familia yao haruhusiwi kwenda kufanya kazi yoyote. Bishosti bwana maisha alikuwa anaona ameshapatia. Leo kipindi ambacho alikuwa anahitaji kutoka na mumewe, mama mkwe anamweleza hairuhusiwi ukiwa umetoka ndani ya hii nyumba huku ukiwa umevaa tisheti na jinsi. Dada anaenda kubadilisha nguo, anavaa za kitamaduni, wanaenda katika kifu moja kupiga mastori mawili matatu, lakini mchizi anakuja bimdada mmoja ambaye yeye alisema ya kwamba alikuwa ni rafiki yake mwanadada huyu. Kipindi ambacho alikuwa anapiga stori na mchizi, Mati alikuwa anaona kama vile mbona alikuwa anamwangalia mchizi kwa jicho la matamanio, japo wao bwana walitambulishana kama mtu na mpwawe, lakini bimdada akawa ana wasiwasi sana. Bishosti alikuwa hana rafiki yoyote wa kumwelezea angalau aweze kumshauri ni kipi ambacho kinaendelea, lakini yeye akaendelea tu na maisha yake ya kawaida. Siku moja Aravindi kipindi ambacho alikuwa ametoka safari, bimdada kipindi ambacho alikuwa anatoa nguo kwenye begi akakutana na rangi za kucha. Bimdada akashangilia sana na kumweleza ninashukuru kwa kuniletea zawadi nzuri, lakini Aravindi alionyesha sura yake kuto kufurahi kabisa. Mati pia akawa anashangaa sana. Wakati wa kulala mume alikuwa yupo bize tu na kazi zake, yeye bimdada alikuwa kakaa peke yake kitandani, lakini pia mchizi alikuwa anavizia baada tu ya bimdada kulala, naye ndiyo anaelekea kitandani kwenda kujipumzisha. Mama mkwe anamkuta mwanadada akiwa kalala wakati wa mchana, anamuuliza kunani. Mwanadada anasema anajisikia uchovu sana, anamchukua na kumpeleka hospitalini. Vipimo vinatoka, daktari anasema ongera sana kwa kuweza kupata ujauzito. Hii ilikuwa ni furaha sana kwa huyu mwanamama, kwani anasema hakika wewe daktari, ninakushukuru sana, kwani wewe ndiye ambaye ulinielekeza kwenda kwenye familia ya huyu mwanadada. Hakika ninashukuru sana, na leo mwanadada anaenda kutupatia mjukuu ndani ya familia yetu. Familia nzima walifurahi sana mpaka wakamkatia keki mwanadada, lakini leo wakati wa usiku akashangaa sana. Baada ya kuamka mumewe alikuwa hayupo kitandani. Mwanadada akawa anahitaji kuweza kunywa maji, akaelekea upande wa sebleni. Akiwa hapa akawa nasikia kama vile kulikuwa kuna minong'ono pamoja na manung'uniko kwenye chumba kingine. Mwanadada baada ya kuelekea kwenye hicho chumba hakuamini macho yake, kwani alimkuta mumewe pamoja na yule mfanyakazi wa kiume wakiwa wanapakuana. Hakika mwanadada alishangaa sana, hii imekaaje? Mume anafika pale na kumweleza mwanadada, mimi wala sikuhitaji kufunga ndoa na wewe, kwani mimi kama unavyoniona ni kaka dada, lakini wazazi ndio ambao walikuwa wamenishawishi. Mwamba anasema yeye pamoja na yule jamaa wana mahusiano
kitambo tu na mpaka wameamua kuanza kuishi pamoja ndani ya hili eneo. 19 haitoshi, kumbe hata zile rangi za kucha, kumbe mwamba alikuwa akamletea huyu jamaa. Bishosti alichoka sana, lakini pia anaendelea kuelezwa ya kwamba kumbe hata kimwili hakuwahi kukutana na mkewe. Dada anashangaa sana, kama ukuwahi kukutana na mimi, huu ujauzito nilionao ni wa nani? Hapo ndipo kikawa ni kizungumkuti kikubwa. Kumbe bwana bimdada alikuwa anafanyiwa mchezo mchafu. Kumbe mama mkwe alikuwa anamwekea madawa usingizi kwenye maziwa, kisha yeye baada ya kwenda kulala anakuwa hajielewi, kisha baba mkwe anaingia humo ndani na kuanza kumpiga mikashari ya kutosha. Lakini upande wa pili wa shilingi tunakutana na mwanadada anatambulika kwa jina Savitri. Huyu bwana alikuwa anafanya tu kazi za usafi wa jiji, lakini ndoto zake kubwa alikuwa anahitaji kumsomesha mwanaye, japo mtoto wake bwana alikuwa ni 50-50, yani 50 kushoto 50 ni kulia, lakini mwanamama huyu alikuwa anahitaji mwanaye siku moja aje kuwa daktari. Sasa ili kuweza kutimiza hizi ndoto kwenye elimu ya mwanaye, bimdada ilibidi aweze kuchukua mkopo. Savitri alikuwa akachukua mkopo kwa Mothi, mchizi ambaye alikuwa ni mkorofi sana, lakini pia alikuwa ni gaidi. Bimdada leo baada ya kurudi nyumbani mbio mbio anamkuta mchizi pamoja na genge lake akiwa anamzingua mwanaye. Anamweleza mwanamama ya kwamba endapo usipokuja kunilipa mkopo wangu mpaka siku ya kesho, basi kitu ambacho nitakufanya hakika hautokuja kusahau kwenye maisha yako. Savitri alikuwa anadaiwa pesa ndefu sana, na kutokana na mshahara ambao alikuwa anapata hakika kulipa kwa kesho ilikuwa ni kipengele. Anaanza kutafuta mkopo kwa baadhi ya watu wengine. Safari ikampeleka mpaka kwa rafiki yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Joti. Huyu jamaa zamani alikuwa anafanya kazi na Moti, lakini kwa sasa alikuwa akajitenga naye. Dada baada ya kufika hapa na kuomba msaada, mchizi akamweleza hana pesa yoyote ya kumsaidia, labda watafute njia nyingine. Yeye pamoja na mwanadada wakaelekea mpaka ndani ya kituo cha polisi kwenda kujaribu kuomba msaada, lakini hapa na kwenyewe kupata msaada wowote, kwani afande anamweleza yule jamaa anatufanya sisi ndio tutambe mjini, hivyo mama, hebu nenda akapambane na hali yako, hakikisha unaulipa huo mkopo mpaka siku ambayo yeye aliyokupatia. Sasa unakumbuka ile hadithi ambayo nilikuelezea mwanzoni juu yule mjeshi ambaye alitupa silaha na baadaye kaokotwa na mwanadada ambaye alikuwa ni mfanya usafi? Huyo mwanadada alikuwa ni Savitri. Leo baada ya kuipata hii bunduki akaelekea moja kwa moja mpaka kwa mtaalamu wetu Joti. Baada ya kumpatia mchizi akagundua hii ni bunduki ambayo ilikuwa bado inafanya kazi, akamwelekeza bimdada jinsi ambavyo ilikuwa inatumiwa, lakini pia anaamua kumchukua na kumpeleka mpaka kwa mchizi mmoja ambaye yeye alikuwa anafanya kazi ya kununua vitu kama hivi. Anamweleza kwamba hii ni silaha ambayo ilikuwa ni njema sana, hivyo mchizi akamweleza atampatia kiasi cha rupia 30,000 mwanadada pamoja na Joti. Kipindi ambacho alipotoka upande wa nje, Joti anampatia baadhi ya pesa na kumweleza siku ya kesho ukija na hii silaha na kumpatia huyu jamaa, basi utaongezea na hiki kiasi cha pesa. Kwa hatua hii utakuwa na uwezo wa kwenda kupunguza deni ambalo Moti alikuwa anakudai. Savitri baada ya kufika nyumbani akiwa anatambua kabisa kwamba siku ya kesho atakuwa na uwezo wa kwenda kupunguza deni, bwana anamkuta mwanaye akiwa na huzuni sana, lakini pia chumba kilikuwa kimevurugwa kweli kweli. Mwanadada alikuwa analia na kumweleza mama yake. Moti pamoja na kundi lake walifika hapa na kuweza kumwingilia. Mwanamama alilia sana, maumivu yakamzidi zaidi baada ya kugundua mwanaye alikuwa anatokwa na damu sehemu za chini, lakini pia akawa anaweweseka kwa kusema jamani, niacheni, mimi ninapata maumivu makali. Mama akatoka kwa hasira sana, anampigia Joti na kumweleza endapo nisipotokea basi mchukulie sana uangalifu mwanangu na hakikisha anatimiza ndoto zake zote ambazo nilikuwa nimekueleza. Joti anamweleza mama, usije ukafanya maamuzi kama hayo. Bi mkubwa safari inampeleka mpaka sehemu ambapo alikuwa anaishi Moti pamoja na kundi lake. Mama anafika hapa anamsikia Joti akiwa anatamba sana, hakika mwanao ni mtamu sana, yaani nimepeleka moto mpaka nimejisikia mwili mwepesi. Haya maumivu ambayo mama alikuwa anasikia pamoja na haya maneno ya kejeli. Mama anainua shaba, anafuata yale maelekezo ambayo alielekezwa na Joti, kisha anamaliza pale pale mtaalamu wetu Moti. Joti anafika hapa na kumsaidia huyu mwanamama. Baadhi ya vijana ambao walikuwa wanafanya kazi chini ya Moti wanamweleza aondoke na wao watamaliza shughuli ambayo ilikuwa imebaki, yani ya kuupoteza ushahidi wote. Vijana wanamchukua bosi wao na kwenda kumtupa ndani ya mto. Machizi kipindi ambacho alikuwa anaondoka na kuja kugundua ile silaha ambayo mwanadada alifanya nayo tukio ilikuwepo ndani ya gari lao. Masela kipindi ambacho alikuwa anaondoka bwana, mbele wanakuta kulikuwa kuna msako, maskari polisi walikuwa wameweka geti. Kijana mmoja anashuka na ile silaha na kwenda kuweka kwenye gari moja la kishua. Mshua mwenye ile gari bwana alikuwa anafahamiana sana na maskari polisi, anaondoka na gari lake bila kutambua ya kwamba tayari alikuwa na kimeo, lakini mbele ya safari anakuja kugeuka, anakutana na ile silaha, akashangaa sana amefikaje ndani ya hili eneo. Mzee huyu anaamua kuhifadhi hii silaha. Sasa huyu mzee asubuhi kabla hajaondoka nyumbani alikuwa akapishana kidogo kauli na binti yake. Alikuwa na binti mmoja mrembo anayetambulika kwa jina la Anita. Huyu
mwanadada inasemekana alikuwa na mahusiano pamoja na mwanafunzi mwenzake ambaye walikuwa wanapendana sana, lakini mzee alikuwa anapinga haya mahusiano akidai ya kwamba yule kijana hatoki katika kabila lao. Sasa binti baada ya kutoka nyumbani wakati wa asubuhi, mzee alipigiwa simu na kijana wake na kuelezwa ya kwamba mwanaye inasemekana ameelekea kwenye ofisi ya serikali ya kwenda kuandikisha ndoa pamoja na yule kijana. Sasa mzee huyu akawa na hasira sana, lengo ni kuelekea kwenye ile ofisi kuzuia hii ndoa, lakini akiwa njiani ghafla anamsukuma bodaboda mmoja. Kijana huyu ambaye alikuwa akasukumwa na huyu mzee, bodaboda yake kwa bahati mbaya ikawa haiwaki, akaamua kwenda kuomba lifti kwa huyu mzee. Sasa wakiwa njiani, stori zikawa ni nyingi sana. Mzee huyu kipindi ambacho alikuwa anasikiliza stori za huyu jamaa ambaye naye pia alikuwa anaelekea kwenye ofisi hiyo hiyo ambaye mzee huyu naye alikuwa anaelekea, kijana anasema ya kwamba anaelekea ndani ya ile ofisi kwenda kufunga ndoa pamoja na mchumba wake ambaye walifanikiwa kukutana chuoni. Kijana anasema ni watu ambao wanaopendana sana, lakini pia wana mipango mikubwa sana kufika mbele kimaisha. Mzee anamuuliza, je, wazazi wa huyo binti wanafahamu kitu unachoenda kukifanya? Kijana anasema ya kwamba hawafahamu kabisa. Stori ambazo alikuwa anazizungumza juu ya yeye pamoja na mpenzi wake, moja kwa moja mzee huyu akatambua ya kwamba kijana huyu ndiye ambaye anahitaji kwenda kufunga ndoa pamoja na binti yake Anita. Kamzozo kakiwa kanaendelea baina ya watu hawa wawili bwana. Kijana si akalopoka akasema ya kwamba yeye ni lazima afike siku hii ya leo kwenda kufunga ndoa na huyu mpenzi wake, kwani kwa sasa alikuwa na mimba ya miezi 4. Mzee akamaindi sana, akatoa mguu wa kuku na kummaliza kijana pale pale, akiamini kabisa kijana huyu ni mshenzi. Inakuwaje amemwingilia binti yake Anita na kumpatia ujauzito kabla hata ya yeye hajakubaliana na haya mahusiano. Mzee anafika kwenye ile ofisi akiamini kabisa kijana tayari alishamwangamiza. Kwa mshangao mkubwa, mzee anashangaa binti yake tayari alishafunga ndoa pamoja na mchumba wake. Mzee akabaki anashangaa sana, lakini moja kwa moja akatambua kumbe kijana aliyekuwa akamwangamiza wala hakuwa yule ambaye alikuwa anamzania. Mzee akiwa bado ana hatia kubwa ndani ya moyo wake, pembeni yake anakuja kugundua ya kwamba binti aliyekuwa ameketi naye ndiye ambaye alikuwa ni mchumba wa yule kijana ambaye alikuwa akamwangamiza. Dada analia huku akiwa kashika tumbo, anasema jamaa, mbona sio kawaida yake mpaka muda huu hajafika na simu yenyewe alikuwa hapokei. Ana wasiwasi huenda kuna jambo baya likawa limemkuta mchumba wake. Mzee huyo bwana, japokuwa alikuwa analia kwa maumivu makubwa, alikuwa pia ameshatoa kazi. Kuna mtu mmoja mwanaharakati alikuwa anahitajika kwenda kuuawa. Sasa kijana ambaye alikuwa akapatiwa kazi anakuja kuchukua gari la mzee, huku ndani yake kukiwa kuna ule mguu wa kuku. Kijana huyu dereva anaenda kumchukua bosi wake pamoja na mchizi mmoja anayetambulika kwa jina la Raja, na ndio mtu ambaye anahitajika kwenda kuifanya hii kazi. Sasa hadithi ya huyu Raja ipo kama hivi. Huyu Raja bwana, zamani alikuwaga ni hitman, lakini baada ya kukutana na mwanadada mmoja ambaye alikuwa ni Catholic aliyeishibia dini, watu hao bwana walitokea kupendana sana, lakini wazazi wa huyu mwanadada walikataa kabisa mahusiano na huyu kijana. Siku moja mchizi akahitaji kwenda kujitambulisha kwa huyu mwanadada, lakini wazazi wakamchomolea mbavuni, wakasema ya kwamba hawahitaji binti yao aje kuolewa na kijana ambaye ni yatima, mtu ambaye hata akipoteza maisha hakuna mtu yoyote atakayemkumbuka. Wazazi walitema nyongo vya kutosha, lakini mchizi aliinuka na kuwaeleza ya kwamba yeye amefika hapa kwa kuwapatia taarifa ya kwamba yeye pamoja na binti yao Recho tayari wameshafunga ndoa ya kiserikali wiki moja iliyopita. Wazazi wanamtupia binti yao mizigo na kumweleza hakika wewe hufai kabisa kukanyaga tena ndani ya hii nyumba. Binti anaondoka akiwa na huzuni sana pamoja na huyu mchizi kwenda kuanza maisha mengine. Walihangaika na kupambana kutafuta pesa kihalali, hatimaye mchizi akafanikiwa kununua kibajaji chake na kuanza kujitafuta ndani ya hili jiji. Lakini siku moja baada ya bimdada kuelekea hospitalini akagundulika ya kwamba figo zake zimefeli, hivyo akawa inahitajika afanyie upasuaji na kuwekewa figo nyingine. Daktari leo anamweleza mchizi tayari walishampata mtu ambaye atajitolea kutoa efu, hivyo inahitajika afanye juu chini alete kiasi cha pesa mpaka siku ya kesho. Endapo asipofanya hivyo basi atamkosa mke wake. Mchizi akaanza kupambana kuitafuta hii pesa pasina mafanikio yoyote. Baada ya kuelekea kwa rafiki yake mmoja, mke wa huyu rafiki yake akampatia necklace za dhahabu ili aende akaziuze, lakini akamweleza inabidi aiache bajaji yake, japokuwa hizi necklace zilikuwa zina thamani zaidi ya bajaji. Chizi kwa kuwa alikuwa anahitaji kumsaidia mke wake, ikabidi tu aweze kukubali haya masharti. Raja kiasi cha pesa ambacho kilikuwa kinahitajika bado kilikuwa kitoshi, akaamua kuelekea mpaka ukweni kwenda kuomba msaada. Baba huyu japokuwa alielezwa binti
yake alikuwa ni mgonjwa hoi hospitalini, hakuweza kabisa kutoa msaada wowote. Anampatia maneno ya shombo mchizi na kumfukuza kabisa na kumweleza wao yule mwanadada wala hawamtambui. Raja baada ya kukosa msaada sehemu zote, ndio hapa tunamwona yupo pamoja na bosi wake wa zamani. Safari inampeleka mpaka eneo la tukio kwenda kumwangamiza yule mwanaharakati. Baada ya kuifanya hii kazi, wanaingia kwenye gari pamoja na bosi wake kwenda kwanza viwanja kupiga gambe. Bosi anaanza kutoa mgao. Dereva anamweleza bosi, bwana, huu mgao mbona siuelewi? Haiwezekani sisi tuweze kupata pesa kidogo na wewe uondoke na kiasi chote kama hicho. Bosi akaona huyu kijana mbona ameanza kuingia na tamaa, akamwangamiza pale pale. Raja alivyoona hivi, naye akaamua kumwangamiza yule bosi ili aweze kukipata hiki kiasi chote cha pesa, kwani alitambua endapo akikipata hiki kiasi cha pesa basi ana uwezo wa kwenda kumsaidia mke wake. Raja baada ya kupoteza ushahidi wote, safari inampeleka mpaka hospitalini. Anafika hapa, anamuulizia daktari kipindi ambacho alikuwa anamsubiri. Pembeni yake kulikuwa kuna askari polisi. Sasa sehemu ambapo alikuwa pia ameketi bimdada Mati mchizi. Ili aweze kuepukana na huu msala, akaamua kuchukua ule mguu wa kuku na kuweza kuweka kwenye begi la bimdada Mati. Bishosti ambaye naye pia alikuwa na msala wa kutosha, aliona kabisa hawezi akaendelea kukaa na hii mimba ambayo alikuwa akapatiwa na baba mkwe, hivyo alifika hapa kwa lengo la kuweza kuiflashi. Raja anafika mpaka kwa daktari na kumweleza, tayari nimesha kuletea pesa zote ambazo uliniambia, lakini daktari anamweleza mtu ambaye alikuwa anahitajika ajitolee efu ili tuweze kusaidia maisha ya bimdada Lecho. Kwa bahati mbaya ameangamizwa asubuhi ya leo. Mtu huyu alikuwa ni Kosi, mwanaharakati ambaye mchizi alikuwa akamwangamiza. Raja alihisi kuchanganyikiwa, ni kweli ameshapata pesa, lakini mtu ambaye alikuwa anahitajika aje kumsaidia yeye ameweza kumwangamiza. Mwamba aliumia sana, lakini leo mke wake anavuta pumzi ya mwisho huku akiwa anashuhudia maumivu ambayo alikuwa nayo. Hakika alikuwa hayaelezeki, lakini maskari polisi wanafika hapa na kulizunguka gari, ndani yake akiwepo mtaalamu wetu. Raja anatoka na mguu wa kuku ambao ulikuwa hauna risasi. Maskari polisi wanamshambulia na kumwangamiza hapo hapo. Habari za mchizi wetu zinafika hapa, lakini upande wa pili mwanadada anafika nyumbani. Baba anamtembezea makonde ya kutosha baada ya kugundua ya kwamba tayari amesha flashi ule ujauzito. Familia hii wanaanza kulalamika sana, wanamweleza mwanadada, umeshatuharibia mipango yetu, kwani sisi tulikuwa tunahitaji tuweze kupata mrithi wa hii familia. Baada ya kugundua tu ya kwamba mtoto wetu alikuwa ni kakadada, watu wawe bwana walielekea kwa mtu wa dini na kumwelezea mahitaji yao, lakini mtu huyu wa dini akawashauri kufanya kama haya ambayo walikuwa wameyafanya, yani wamlazimishe kijana wao afunge ndoa na mwanadada, kisha mzee ndiyo awe anaenda kupiga mikashali, kijana awe anaenda kulala kwenye chumba kingine. Mzee huyu asiyekuwa na aibu anamweleza binti ya kwamba, binti yangu, si unajua tena leo ni siku yako ya hatari, twende chumbani tukafanya mavituzi, huenda labda ukapata ujauzito na sisi tukapata mrithi wa familia. Mati anawaka na kueleza yeye sio mashine ya kutoa watoto, kama wanahitaji hivyo na kupata mrithi wa familia, si waende wakachukua watoto yatima mabarabarani. Anapata upenyo wa kuelekea chumbani kipindi ambacho alikuwa anapanga nguo zake, anakuja kugundua ndani ya begi kulikuwa kuna mguu wa kuku. Japokuwa bimdada alikuwa anajiuliza huu mguu wa kuku umefikaje ndani ya hili begi, lakini kimtindo akashukuru sana, akaona leo mbona hii familia watanikoma. Bimdada akachukua begi lake akawa anatoka ndani ya hili eneo, lakini baba mkwe akamsogezea meza, ishara ya kumzuia na kumweleza ndani ya hili eneo hautoondoka mpaka utupatie mtoto. Bana Bishosti alikuwa akavurugwa sana siku hii ya leo, anatoa mguu wa kuku na kumwangamiza baba mkwe, lakini pia mama mkwe alivyoleta pua yake mbele naye akachezea ya kifua. Mzee wa shilingi 2 anashuhudia bimdada akimaliza familia yake. Mati anaondoka ukweni kikomando. Mimi nina swali, je, bimdada alichokifanya ni sahihi ama angechukua maamuzi mengine? Lakini pia kati ya stori za hawa watu watatu ni hadithi gani ambayo imeweza kukusikitisha zaidi? Bwana, hapa ndo unafika mwisho hadithi yetu, lakini kama umeipenda video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.